Ya, asante sana. Habari ya saizi jamani. Ya, kiukweli kwetu sisi tunamshukuru Mungu baada ya kumaliza mechi yetu ya mwisho juzi ya fainali, na tuliweza kurejea Dar es Salaam jana na moja kwa moja kuingia kambini kwa ajili ya mechi yetu ya kesho dhidi ya Singida. Ya, kama tunavyojua ni kwamba ni mechi yetu ya kiporo na sio mechi rahisi. Tunaijua kwamba ni mechi moja, Singida ni moja ya timu ngumu sana, ambayo ni timu ambayo imewekeza, ina wachezaji wazuri, ni timu ambayo katika ligi inasumbua. Kwa hiyo tunajua kwamba tuna mchezo mgumu katika game yetu ya kesho. Kwa hiyo sisi kama Simba tumejipanga na tupo katika maandalizi mazuri kabisa ya kuhakikisha tunapata matokeo mazuri katika mchezo wa kesho, japokuwa pamoja na ugumu wa Singida, lakini lazima tupate pointi 3 katika mchezo wa kesho. Shukrani sana mwalimu. Mashabiki watarajie mchezo wa aina gani kwa kesho? Kumbuke kule Singida mlifanikiwa kushinda kwa ushindi mdogo wa bao moja. Ya, nafikiri utakuwa ni mchezo mzuri kama nilivyosema awali, kutokana na uimara wa vikosi vyote viwili. Singida wamekuwa na timu nzuri sana na wamekuwa ni wapinzani wetu, ni watu ambao wanatupa game ngumu sana. Hata ukiangalia mechi ya kwanza tulipata ushindi wa goli moja, lakini ulikuwa mechi haikuwa rahisi sana. Kwa hiyo nategemea itakuwa ni mechi ngumutena, na ni mechi nzuri kabisa ambayo itakayokuwa kesho, yenye ushindani mkubwa sana. Lakini tumeshasema kwamba pamoja na ushindani wao na ugumu wao wote, tutahakikisha tunapata pointi 3 katika mchezo wa kesho. Shukrani sana mwalimu. Nakaribisha maswali kwa mwalimu. Asante. Naitwa Salome kutoka Tanzania. Swali langu ni moja, umezungumza kuhusiana na ratiba ilivyo. Kikosi kimerejea hapo jana kutoka Zanzibar. Inakuwa ni ngumu kiasi gani kukiandaa kikosi ndani ya siku moja tumboni leo kuelekea mchezo wa kesho, na mchezo mgumu? Lakini swali la pili, tutarajie kushuhudia mabadiliko yoyote kulingana na ratiba namna ilivyo, na wachezaji wametoka kucheza mchezo ambao ulikuwa na tension kubwa sana? Ya, ni kweli ratiba imekuwa tight, na nafikiri duniani kote hakuna mwalimu ambaye anayependa kufurahia kucheza katika mechi ambayo kila baada ya siku moja mbili unaenda kucheza mechi, hususan kama umetoka kucheza katika mechi ya finali. Lakini tulilijua mapema na ratiba tulikuwa nayo, kwa hiyo tunaweza kumanage kujua ni jinsi gani tukacheze na kutokana na mechi ambayo tuliomaliza. Ya, swala la rotation nafikiri ni jukumu la sisi walimu. Kwa hiyo tutakuwa tuna section ya mwisho ya mazoezi sisi leo. Kitu kizuri kwetu sisi ni kwamba timu nzima iko kambini, wachezaji wote wako vizuri. Kwa hiyo ni swala la benchi la ufundi kuamua nani aanze kesho na nani asianze. Hicho ndio kitu kizuri kwetu sisi. Kwa hiyo nafikiri baada ya mazoezi ya leo, section ya mwisho, tutajua mpaka kesho nani atakayeanza, nani ambaye haanzi. Swali jingine. Ya, mimi nafikiri kila mechi inakuwa na approach zake. Naweza kusema kwamba finali imeshaisha, na nikisema kwamba mechi ya finali imetusaidia kiasi gani kutokurudi katika ligi ya ndani, ni mashindano mawili tofauti na ni mechi mbili tofauti kabisa. Kwa hiyo mimi nafikiri mechi ya leo ya kesho itakuwa na approach tofauti na mechi ambayo iliyopita. Kwa hiyo sisi tujiandae, kwa sababu ni mashindano tofauti na ni mechi zingine tofauti. Nafikiri kila mechi itakuwa na utaratibu wake katika kuhakikisha tunapata matokeo. Swali la mwisho kwa mwalimu. Jina usisahau na chombo. Sawa coach, mimi naitwa Danya natokea Jembe FM Mwanza. Mlikuwa kucheza mechi ngumu, hizo mnacheza mechi nyingine ngumu na mechi kama 3 hizi za maamuzi. Saikolojia ya wachezaji mara baada ya kutokea juzi kuelekea kwenye hii michezo miwili mbele ikoje mpaka sasa kwa mimi? Ya, ni kweli baada ya finali juzi, kwa sababu matarajio yetu ilikuwa ni kuweza kubakisha kikombe nyumbani, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo kisaikolojia lazima kila mtu iwe kwa hivyo, lakini tunashukuru kwamba wachezaji wetu sisi tunaoelewa, ni wachezaji ambao wamepevuka. Baada ya finali tulifanya kikao na kusema sasa hili limekwisha. Target yetu sasa ni kwenda kuweza kuhakikisha tunapata ubingwa katika ligi kuu, na huwezi kuwa bingwa kama ukushinda mechi hii ya kesho. Kwa hiyo mimi nafikiri kila mchezaji yuko vizuri na lile lilopisha limepita. Kwa hiyo kila mmoja focus yake yote ni kwa ajili ya mchezo katika ligi yetu, na hususan katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya Singida. Habari za saizi. Sisi kama wachezaji tuko tayari kwa mchezo wetu wa kesho, japo tunatambua mchezo hauwezi kuwa rahisi kutokana na mpinzani wetu, hasa kwenye mechi yetu tunakuwa tunapata upinzani kweli, lakini sisi kama wachezaji tupo tayari kupata mechi kesho nzuri, na tunatarajia kuwa mechi itakuwa ngumu, lakini sisi kama Simba tutajitahidi kuweza kupata pointi 3.
Shukrani Duchu. Umesema kwamba mtajitahidi kupata pointi 3. Nyie kama wachezaji mnapokuwa nyie wenyewe huwa mnazungumza nini? Sisi kama sisi wachezaji, cha kwanza ni kuhamasishana, kwa sababu tunajua tumebakiza mechi chache kuweza kumalizia, na tunataka tumalizie vizuri kwa kila mchezo kuweza kupata pointi 3. Kwa hiyo hilo ndo kubwa kwetu. Shukrani. Nakaribisha maswali kwa Duchu. Jina na chombo kisahau. Labda pengine ilikuwa na shauku kubwa ya kombe la shirikisho Afrika kuisha. Sasa focus hii ya sasa kwenye mechi nyingine kubwa ambayo ni ya ligi ya ndani ya wachezaji, shauku yenu kwa wake hamu yenu ya kutaka kuwa wachezaji wa kwanza kurejesha kwa baada ya kwamba msimu mitatu bila kombe la ndani. Okay. Nadhani sitokuwa mbali sana na mwalimu kama alivyozungumza hapa. Unaona, kombe hilo ambalo tumecheza finali lishaisha, kwa saizi focus yetu yote ni kombe la ligi pamoja na FA. Kwa hiyo ile focus ambayo umetuona nayo kwenye klabu bingwa ndio hiyo ambayo utatuona nayo kwenye kombe la ligi au zaidi pia. Kwa hiyo sio kashangaa ukiona kwamba tumeongeza chachu zaidi, ila haiwezi kupungua zaidi, tutaongeza zaidi ya hiyo. Swali lingine? Jina na chombo. Salama kutoka Mtanange TV. Duchu, nilikuwa nauliza swali moja. Mnaenda kucheza na Singida Black Stars ambao kutazama wao wamekuwa na muda mrefu sana wa kupumzika tofauti na nyinyi. Nakuwa na ugumu kiasi gani kukutana na timu ina hiyo? Kama nilivyotangulia kusema awali, Singida ni timu nzuri na wako vizuri, wana wachezaji wazuri. Kwa hiyo wao kupumzika muda mrefu na sisi kucheza mechi baada ya siku 2, sidhani kama kuna tatizo. Kikubwa tu ni sisi jinsi tutakavyosikiliza maelekezo ya walimu na kuweza kuyatumia kuweza kupata matokeo siku ya kesho. Swali la mwisho. Kwa upande wako kama mchezaji ambaye mtu wawili pale na Kapombe tukipata nafasi kesho kuanza kingine ambacho kwanza kufanya ndani ya mechi. Nashukuru sana. Kama nikifanikiwa kupata nafasi katika siku ya kesho ni kuweza kuipambania klabu yangu kuweza kupata pointi 3. Naam, shukrani sana Kameta, na ni wakati wa sasa kuenda